Bana, mambo ya usajili yanaendelea kupamba moto. Young Africans tayari wameshaanza vurugu na fujo. Al Hilal Omdurman imekuwa sehemu sahihi kwa Yanga kwenda kutazama nani anastahili. Baada ya taarifa kueleza huenda wakamkosa Jean-Claude Gilmugisha, wameenda pale pale Al Hilal kumchukua kijana mwingine Emmanuel Flomo. Mwamba huyo kijana mdogo anatajwa kuja mitaa Twiga na Jangwani. Na nani anashughulikia hilo dili? Engineer Saidi. Hapo unaona kabisa mambo yako vizuri kweli kweli. Basi ungana nasi ili uweze kupata taarifa hizi nzuri na bomba kweli kweli juu ya Emmanuel Flomo kutoka Al Hilal Omdurman, kijana mwenye umri wa miaka 21 ambaye anakuja mitaa ya Twiga na Jangwani. Amebakisha mkataba wa miezi 6. Yanga wanapambana kuvunja mkataba huo. Ikumbukwe amechukua pia tuzo pale Rwanda ya mchezaji bora chipukizi kwenye ligi ya Rwanda. Mchezaji ambaye anakuja kwa kasi kweli kweli kwenye ligi kuu ya pale Rwanda, ambapo Al Hilal walihamia kwa muda. Ikumbukwe wamekuwa wakihamahama kulingana na situation ya nchi yao, mambo ya vita na mingineyo. Katalambula Yusufu, uko vizuri? Ya, nipo vizuri. Uzima upo na hulalamiki? Namshukuru Mungu. Mambo yako vizuri kabisa. Emmanuel Flomo anatajwa kuja mitaa Twiga na Jangwani kuchukua nafasi ya mchezaji ambao amekosekana kwa maana ya Jean-Claude Gilmugisha. Yes. Ni sajili ya namna gani ambayo Yanga wanakwenda kuifanya kwa kijana huyu ambaye amechukua tuzo ya mchezaji bora chipukizi kwenye ligi ya pale Rwanda? Kwanza niweke sawa, ana umri wa miaka 18. 18, yes. Yes, ana umri wa miaka 18. Tarehe 31 mwezi wa 10 2007 ndipo ambapo amezaliwa Emmanuel Flomo. Yes, moja ya vipaji ambavyo ni raia wa Liberia. Na tunajua aliyekuwa rais wao ni mchezaji pekee wa Afrika ambaye amepata tuzo la Ballon d'Or, kwa maana tunamzungumzia George Weah. Kwa hiyo unaweza ukaona anatoka nchi ya rais wa mpira, kwa hiyo hawezi kuwa lofa. Ukiangalia umri wake wa miaka 18, hana mengi makubwa ambayo unaweza ukayaona kutoka kwake, labda akatoka hapa kaenda wapi, kwa sababu ndio umri ambao yupo nao. Lakini Young Africans wanaenda kuvunja mkataba, kwa sababu katika timu yake Al Hilal Omdurman mkataba unamalizika mwaka 2031. Kwa hiyo unaweza kuona bado ana muda mrefu sana na hiyo klabu. Kwa hiyo Young Africans wanajaribu kuweza kuvunja mkataba kumchukua mchezaji chipukizi ambaye experience aliyokuwa nayo katika michuano ya CAF ni kucheza mechi 2 hatua za makundi, kwa maana CAF Champions League. Young Africans wamemkosa Jean-Claude Gilmugisha, ambapo alipeleka kiasi cha za kitanzania kwa maana bilioni 7 ili kuweza kumpata. Lakini Ahli Tripoli wameenda kutoa mara 2 haiko ambacho wamekitoa. Young Africans wameweza kuwini hiyo saga ya usajili, wameweza kumchukua Gilmugisha. Kwa hiyo alichokifanya Young Africans, wameangalia tu akiwa anakosekana yeye huwa nani anacheza. Na ukiangalia kwa level ambayo ipo Tanzania, kwa maana ligi yetu ya NBC, wachezaji wengi sana akipitaga timu ya Ahali wanakuaga ni wachezaji bora. Ukizunguka nyuma huko kina Makabi Lepo, Yasin Abdurrahman na kadhalika, unaona kabisa ni sehemu ambayo ni timu kwanza ya kitajiri na ina uwezo kwa afford kumiliki wachezaji wakubwa sana. Kwa hiyo Emmanuel Flomo ni aina ya mawinga ambao anahitajika zaidi katika kikosi cha Young Africans. Kwanza kuna vitu ambavyo amewazidi wale ambao wapo kwa hivi sasa. Kila siku nasemaga kwamba Young Africans hawana winga mwenye asili ya winga, bali wale wachezaji ambao wanacheza pembeni ni viungo namba 10 ambao wanalazimika kutokea pembeni, kwa sababu mawinga waliokuwepo pale hawafanyi kazi ambayo anahitajika kufanya mawinga. Kwa hiyo Emmanuel Flomo akiingia pale anaenda kuchallenge kwenye eneo la ushambuliaji, pengine labda anaweza akapata nafasi nzuri ya kuweza kucheza katika umri wake mdogo. Kwa hiyo Young Africans wanaenda kunufaika pakubwa na mchezaji huyo ambaye kiasi cha pesa ambacho kimetajwa ni bilioni 300. Kwa hiyo unaweza ukaona
kutoka kwenye bilioni 7 hadi bilioni 300 unaweza kupata mchezaji ambaye ni mzuri, ambaye akaja kufanya kile kilichokuwa bora. Amechukua tuzo ya mchezaji bora chipkizi pale katika ligi ya Rwanda ambayo imemalizika hapo juzi. Kwa unaweza ukaona kwamba Young Africans waenda kuchukua mchezaji ambaye kwanza amechukua tuzo, lakini pia umri wake unaruhusu, lakini pia ni potential na inaweza kama biashara kwa hapo baadaye. Walifanya hivyo kwa Stefan Kiaziz, imeingiza pesa ambao wameweza kuleta wachezaji wengine kina Alan Okello kwa pesa hizo ambazo wameondoka kina Stefan Kiaziz, lakini pia kina Fiston Kalala Mayele. Sio tu kwamba amenufaika kwa pesa, bali pia ameweza kuitangaza kwa sababu amecheza kombe la dunia. Ukiangalia profile yake unaiona pale Young Africans ipo. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ni script ambayo imeandikwa vizuri kwa kuchukua wachezaji ambao wanaweza kaitangaza club, wanaweza kawapa pesa, lakini pia wanaweza kawapa mafanikio. Mayele ameipa Young Africans medali ya silver kwa maana kucheza finali ya CAF Confederation Cup, lakini pia ameitangaza baada ya kuwa kinara wa CAF Confederation Cup, lakini pia kucheza kombe la dunia. Ndio hii naweza nikaiona kwa Emmanuel Flomo. Kwa hiyo kwangu mimi ni mchezaji ambaye kwa umri wake hana makubwa zaidi ambayo ameyafanya, lakini ni potential, na kwa hivi sasa ni moja ya biashara nzuri sana ambayo ipo sokoni. Dili lake likamilika kwa asilimia zote 100, basi Young Africans atakuwa wamepata Dube. Ni sawa unaenda kumsajili labda Dube, unamkosa Dube, alafu unamchukua Depu, kwa maana amekosekana ole namba 1, lakini namba 2 ambaye pia ana uwezo mnaweza kumchukua. Ndicho ambacho amekufanya Young Africans kwa klabu ya Al Hilal Omdurman. Kwa hiyo nasema ni mwezi mpevu, maana Al Hilal Omdurman. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri ambaye Young Africans watanufaika, na kwangu mimi ataongeza kitu kwenye cost ya Young Africans. Sawa, ni Katalambula Yusufu Katalawati huyo akizungumza vizuri juu ya Emmanuel Flomo ambaye anatajwa kusajiliwa ndani ya cost ya Yanga baada ya kukosekana Jean Claude Girimugisha. Je, atawafaa? Ni kijana mdogo, uzoefu vipi kimataifa? Godfrey anakwenda kumaliza. Godfrey, yes, kijana mdogo kweli kweli na amepokea tuzo ya mchezaji bora chipkizi. Yeah. Kwa maana bado damchanga balo tunasema miaka 18 umri wake, lakini amefunga mabao 12 pale Rwanda kwenye ligi kuu ya msimu uliotamatika. Je, atakwenda kuisaidia Yanga? Kwa sababu Yanga wanahitaji kimataifa. Umri na hizi records zitainufaisha vipi Young Africans kimataifa, kwa sababu bado anaonekana si mkomavu sana kiumri? Cisco, hizi kwanza ni weke wazi kwamba hizi ni taarifa mbaya kwa mabeki wa Simba na timu zingine 14 wacha bwana za ligi kuu Tanzania bara kwa Emmanuel Flomo. Endapo Young Africans watakamilisha hili dili. Okay. Kwa nini nasema hizi ni taarifa mbaya sana kwa mabeki, ama ni ndoto ya kutisha kwa mabeki wa ligi kuu Tanzania bara? Emmanuel Flomo ama wenyewe wanapomwita ni wale kama kina Dennis Nkana wanaita Mawanda Kid. Sawa sawa. Kinachomtambulisha sio tu ile kasi yake ya kukimbia na mpira, ila ni profile yake ya kiuchezaji kama winga wa kisasa kabisa. Cisco, unapozungumzia mawinga wa kisasa huwezi kuacha kumtaja Kylian Mbappe, huwezi kuacha kumtaja Ousmane Dembele, huwezi kuacha kumtaja Michael Olise, Lamine Yamal na mawinga wengine chipukizi wa kisasa ambao wameibuka hivi karibuni. Mawinga wa kisasa manake ni wale tunaita inverted winga. Kushoto, mguu wa kushoto anacheza kulia, mguu wa kulia anacheza kushoto. Emmanuel Flomo anaingia kwenye kapu hilo, lakini uhatari wake zaidi upo kwenye kukimbia nyuma ya mstari wa mabeki. Okay. Huo ndo uwezo wa kiufundi, ndo namna ambavyo huwa anaweza kujitofautisha, na ukiangalia ni mawinga wachache sana na wenye uwezo wa juu wa kukimbia nyuma ya mstari wa mabeki. Anakuja hapo Ousmane Dembele, Michael Olise, mwenyewe Mbappe na mawinga wengine kina Lamine Yamal, kasi na vitu kama hivyo, si ndio? Yes. Kwa hiyo ni hatari sana kwenye
kwenye kukimbia na mpira, lakini pia kwenye kukimbia nyuma ya mgongo wa mstari wa mabeki ama nyuma ya mabeki, sawa sawa. Yeah. Lakini ambacho kinanivutia zaidi sasa hivi Young Africans, unajua wanaenda kusajili mchezaji ambaye kwanza anafanana kwenye falsafa yao, sawa sawa. Yeah. Ametoka kuzungumza Katalambula hapa. Young Africans kwa muda mrefu wamekuwa na falsafa ama utamaduni wa kupenda kutumia mawinga wenye uwezo, kasi, nguvu na skills za hatari sana, si ndio? Yes. Unakumbuka kina TK Master, Twisila Kisinda, Jesus Morocco, si ndio? Na ule mchezaji mwingine ambaye alifariki kutoka Kongo, alikuwa anaitwa nani sijui, nimemsahau jina. Chiko Ushindi, si ndio? Wachezaji wa namna hiyo, si ndio? Kina Mrisho Alfan Ngasa, kina Simon Msuva, kina Mwashuya walikuja. Yes, Geoffrey Mwashuya, Edbil Lunyamila wanaingia kwenye hilo kabisa. Kwa hiyo Young Africans ni kama design wanataka kurejesha ile falsafa yao ama ule utamaduni wao wa kuwa na mawinga pase kwenye pande zote mbili. Lakini hii pia ni wananifurahisha zaidi ni kwa sababu ni aina ya wachezaji ambao wanaenda kufiti kwenye falsafa ya coach. Sasa yes, coach Double M anapenda wachezaji wenye character, na mawinga wawili ambao wana kasi, nguvu na uwezo wa kukimbia na mpira nyuma ya mstari wa mabeki ama uwezo wa kuplace kuanzia juu. Sasa yes, sasa hiyo ni issue ambayo pengine imewavutia Dar es Salaam Yanga Africans. Sasa lakini swali lako kwamba vipi kuhusu mashindano ya kimataifa, anaonekana bado mdogo umri nini? Lamine Yamal kwenye rekodi alianza kucheza na umri wa miaka 10 na ngapi? 16 na siku kadhaa, si ndio? Yeah. Hivi uliliona balaa ambalo alilifanya? Ilikuwa ni hatari. Kwa hiyo wachezaji wa sasa hivi umri unaweza kukaa mdogo, lakini tayari ameshakuwa amepevuka kwa kiwango kikubwa kutokana na mazingira na namna ambavyo amekulia na amepata exposure kwenye timu yake ya Hilal Omdurman, si ndio? Yeah. Kwa kama amekuwa akipata nafasi mbele ya Gilimugisha, maana yake ni mchezaji ambaye tayari ameanza kuingia kwenye mfumo, na tayari Al Hilal Omdurman pia nao walikuwa wanamwangalia kama mtu ambaye anaweza akawa replacement kwa Gilimugisha, si ndio? Yeah. Kwa hiyo Young Africans wanaenda kupata mchezaji sahihi. Kwanza ni mchezaji ambaye anakuja kukriki kwa sababu ya ameshacheza hapa. Unajua Al Hilal Omdurman sasa hivi ukizungumzia ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, wao ni kama wenzetu kwa sababu ya asilimia kubwa wamekuwepo, wanakuja mara kwa mara kwenye kucheza mashindano ya kimataifa, lakini wamekuwa wakicheza sana mechi za kirafiki hapa, si ndio? Wamekuwa pia wakishiriki kama ligi kuu ya Rwanda. Kwa hiyo kushiriki kwake manake kunampa ile nazungumzia experience ya namna mazingira yetu ya ukanda wa Afrika Mashariki yalivyo. Kwa hiyo kwangu no doubt kwenye mashindano ya kimataifa naamini pia Young Africans ataenda kuwasaidia pakubwa sana kwa sababu ya ule uwezo wake na uthubutu wa namna ambavyo anajituma. Kuna aina ya wachezaji Cisco. Kuna mchezaji anakuja yeye anaamini tu kwenye kipaji alichonacho. Okay. Lakini kuna mchezaji unamuona karakta yake anaamini kwenye kipaji, lakini kwenye jitihada za kuweza kumfanya aendelee kuwa bora kwenye kile ambacho anakifanya. Emmanuel Flomo yupo kwenye hilo daraja. Imagine alikuwa hapati nafasi mara kwa mara kwenye klabu yake, lakini umetaja namba zake of which zinafanyaje? Zinavutia, zinashawishi. Mabao 12 si haba. Yes. Kwa umri wake na kile ambacho anakitoa, unaweza ukaona kabisa ni mchezaji ambaye tayari ameshapevuka, ambaye tayari ana uwezo wa kuweza kuisaidia Young Africans kuanzia mashindano ya ndani mpaka mashindano ya kimataifa.
Sawa, ni Godfrey pia huyo, na yeye ameweka tathmini yake juu ya Emmanuel Flomo. Katala Mbala Yusufu alikuwa wa kwanza, na mimi sina la ziada. Itoshe kusema tusubiri kuona mambo haya yatakuwaje. Mwisho wa siku Yanga watamchukua au mambo yataendelea kuwa mazito. Wainalika, maasalam.